hija wapo watu wanakwenda kila mwaka. Hivyo na wapo watu hawendi kila mwaka. Kwa hata masahaba wapo walikuwa hija kila mwaka na hija. Hivyo toka ilipofaradhishwa basi wapo walikuwa hija kila mwaka, lakini tunasema pale hija ni mara moja, zile nyingine ni sunna kwa. Lakini wapo ambao hawakwenda kuhiji kila mwaka. Hata akiwemo Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam. Tupo hajaenda vya kila mwaka kaenda hija. Kuna miaka mingine sasa alikuwa yeye kaenda hija ya mwisho mwaka wa 9 anakwenda kuhiji. Yaani kule nyuma kote alikuwa akifanya nini? Kama kenda ni umra. Na hizo umra hajaenda miaka yote. Nafikiri hata kuna kile kisa tukamshauri kusoma hapa, sio shauri kupita au kisha mshauri kusikia. Kuna muda Mtume sallallahu alimpa ukaimu na Abu Bakar Siddiq akahiji watu. Nakumbuka kwa maana hajaenda huku nyuma, ukaja ujumbe wakapewa makafiri wa baraa tu ile mimi. Akamtoa Sayyidina Ali akamwambia fuata ule msafara ufuatilie ukapeleke ujumbe. Sayyidina Abu Bakar radhiallahu anhu alipomuona Ali kaenda akamuuliza, je, tumekabadilisha uongozi kwamba umelitoa ni kiongozi au vipi? Akamwambia hapana, mimi sitatoka, mimi nimeletwa na ujumbe, wewe uongozi wako uko pale pale. Kwa hiyo kuonyesha kwamba si kwamba kisha kwenda siku zote. Elewana na masahaba wengi tu, hata nani Sayyidina Uthman ibn Affan kwa mfano, siku alipouliwa ni musimu wa hija, yeye hakwenda hija na ndio amiri al-mu'minin. Tupo hakwenda, kaja kuuliwa nyumbani kwake kwenye ikulu yake. Lakini kwa ni msimu wa hija, watu wameenda hija kwa maana kampa mtu naenda kawaongoza. Kwa hiyo kwenda siku zote na kutokwenda siku zote, hii ipo kwa mtu mwenyewe. Una uwezo wa kwenda siku zote sawa bwana, nenda. Lakini hata wale walioko pale wenyewe si ndio pengine hata na ulia daladala hatoi, basi hawa wapo walikuwa hawaiji kila siku. Hata akienda basi pengine kaenda kwa sababu msimu wa kufanya nini? Biashara. Kama vile watu wanakwenda kwenye sikukuu. Kuna wengine hawana hata sikukuu yote, lakini kwa sababu ana machungwa yake yeye ndio akimenya kule, basi hakosi siku zote yuko. Wallahu a'lam. Ndio tushapita hapa shekhe. Ile hata halitaki tena, hata halina swali tena hiyo. Tumepita hapa kwamba hakuna kukopa kwenye nini? Hija. Wala haikutolewa hapa nini ile unasema istifsali labda isipokuwa labda hakuna kukopa kwenda hija. Tupo sasa kuna mambo kwa nini watu wafanya? Basi kufanya watu sio sababu iwe kwamba labda ndio ushahidi wa kwamba jambo lafaa. Maana ikiwa watu wafanya liwe lafaa, hata kuzini itakuja kuwa halali. Maana watu wafanya au sio shehe? Tena wengine maustadhi na mashekhe sema bwana basi watu wanafanya. Kwa hiyo kufanya na kutokufanya si ushahidi wa jambo kufaa. Wewe litizame jambo kwenye vitabu, je, limekubalika sawa, halijakubalika? Kwa sababu gani? Najua liko wazi kwamba hija imewajibika kwa mtu mwenye nini. Sasa huyu hana, unaposema na kukopesha ndo bado yule uwezo hana, bora mwambie na kugaia. Tumwambie na kugaia maana ndio huja ndo keshapata uwezo. Lakini kumkopesha maana bado uwezo hana, maana ana deni huyo aje alipe. Na kuna uwezekano asije akaja akalilipa hilo deni. Kwa ufupi hakuna kukopa bwana. Danga mwenyewe mpaka zifike. Ule Dar es Salaam kuna mama mmoja alikuwa na kama Nyamara, siku yule alikwenda hija kwa kupika vitumbua. Kazi yake apika vitumbua, lakini siku alikaa miaka mingapi akawa anakusanya mwenye kaeka, yani alijipinda kwamba mimi lazima nikanyage hija. Alitimiza malengo yake, lakini siku kwa miaka mingapi. Kwa hiyo danga lakini usikope. Wallahu a'lam. Na shehe hilo linaweza likakubalika kwa sababu nafsi mbili tofauti. Sawa
hawezi kupiga mwenyewe jiwe moja ndege wawili, japo kama tumeona kuna wengine wamekubali, jamhuri wamekubali kwamba hata mwenyewe akipiga moja zote zishadondoka. Lakini tukija kwenye ile kauli ya wale waliokataa kwamba ni lazima ahiji moja baada ya nyingine, basi itakuwa zimehijiwa moja baada ya nyingine, akitafuta mtu akamlipa. Iko yule mtu tu masharti katimiza, kwamba yeye kishafanyaje, sio sairura, yeye ni mtu ambaye kishafanyaje, katimiza masharti, basi inawezekana. Wallahu a'lam. Lakini hawezi kuswali sala mbili wakati, kwa mfano yeye mwenyewe hawezi kufanya ibada moja wakati mmoja, kwa sababu zile ibada zimegawika. Kuna ibada mudhayyaq na ibada muwassa. Kuna ibada ni mudhayyaq na ibada muwassa, yani kuna ibada ambayo muda wake ni mdogo sana, haitoshelezi kuingia ibada nyingine kama ile. Miongoni mwa hiyo ni hija. Maana ule muda siku ikishamaliza usema sasa mimi mtaanza kuhiji hapa mimi au vipi? Ile siku ikiisha yaumun nahar huwezi kwa hiyo hija inaingia ndani ya zile siku mbili, kuanzia tarehe 8 mpaka 10, na matendo tena kuna jamarati vile vingine, lakini ni siku zile. Kwa hiyo hakuna nafasi kwamba labda ngoja basi ni hiji kwanza ile, halafu muda utabakuwa bado upo. Kama vile ukiswalia dhuhuri kwa mfano, unaweza ukaswalia dhuhuri, muda ukabakia, ukaswali tena na nyingine na nyingine na nyingine, muda bado upo watosha. Ile ni muwassaa wakati wake. Sasa ziko ibada ni mudhayyaq, miongoni mwa hizo ni hija, funga ni mudhayyaq. Kwa ina maana yeye kama hawezi kuitekeleza ile hija mbili kwa wakati mmoja, lakini ikiwezekana kwamba kaweza kumnini mtu, basi inaweza ikawezekana, ila si vizuri, kwa sababu yeye mwenyewe anaweza. Na kumhijia mtu iwe mtu mwenyewe vipi hawezi, huyu aweza. Tutafahamiana, huyu yeye anafanyaje, aweza, sio shaykhuha, sio mgonjwa, au sio? Kwa hiyo vizuri zaidi asubiri mwaka mwingine kuliko kumpa mtu. Wallahu a'lam. Na sawa, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam atakafanya kwa kuzingatia nini, mazingira. Ndio ile kwamba jamani, fatwa hizi zinategemea na nini, na mazingira. Tena wewe utakaye kwenda gusa, unawezekana saa nyingine shekhe ukakosa ujira kabisa. Tuko pamoja? Kivipi? Kwamba sawa, Mtume sallama alikuwa kafanya yote mawili, kwenda akabusu lile hajari yenyewe, sawa, kafanya kuligusa kwa mkono tu halafu akabusu mkono, kafanya pia kuashiria tu kwa mkono halafu akabusu, yote kafanya. Hii yote kutuonyeshea sisi tawassul, kwamba ni jambo linawasa kwa kutegemea mazingira. Mtume kashajua kwamba ikiwa mazingira yatakuruhusu wewe kwenda ukainama pale ukafanyaje, ukabusu, basi kabusu. Lakini shekhe kwenye hija, mimi sijenda, lakini na bila shaka naye hujenda, lakini utaona uende pale ukainame kweli, si ndio? Sasa na ng'ombe unajiinamisha chinjioni uchinjwe ni vitu ambavyo utakuwa kama unajiingiza wewe ile tahaduka, kutokana na ile watu walivyokuwa wengi, huwezi kufika. Asa ukalazimisha lazima nende, utasukuma watu, sasa utakuja angusha watu, utakao kufanya kitu kizuri, unaweza ukapata dhambi kabisa. Tuko shetani. Kwa ina pale usije ukasema bwana bora kwenda kubusu, bora kuashiria huko kuliko kwenda pale mkaanza kusukumana, kanyaga huyu sukuma huyu, eti lazima nikabusu kwa sababu ni bora zaidi. Itategemea na hali na mazingira yale. Wallahu a'lam.